wana wa Israeli walipotolewa pale nchi ya utumwa, wakapewa maagizo na Mungu ya kwamba watakapoingia katika ile nchi ya Kanaani wasiweze kuabudu miungu mingine ila Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa ameona tayari pale Kanaani ya kwamba kunayo miungu iliyoinuliwa na wale waliokaa katika ile nchi, ambayo ni miungu iliyo kinyume na Mungu aliye hai. Hivyo Mungu akawapa wana wa Israeli maagizo ya kwamba watakapofika katika ile nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidia baba zao zamani zile za kale, ni kwamba wasiweze kuiabudu miungu ya kigeni watakaoipata mahali pale. Hayo ilikuwa ni maagizo kwa ajili ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Siku hii ni ya maajabu kwangu, maana ninanena neno la Mungu na nikiwa nasikilizwa na mamangu mzazi kwa mara ya kwanza. Amen. Nasikia raha moyoni kwa sababu mama sasa ameketi anasikiliza mtoto wake akilinena neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama Biblia imetuambia kwamba kunayo maagizo ambayo yanapaswa kwamba tukaweze kuyafuata, tuache tukasome katika neno la Mungu katika kitabu cha Wafalme wa kwanza. Tusome mlango ule wa 13. Tutasoma kifungu kile cha kwanza hadi cha 10. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango ule wa 13, kifungu ni cha kwanza hadi cha 10, alafu tutasoma kifungu kingine baadaye. Kama umefika nasoma. Natazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli, naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu akifukiza uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akasema, madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile, akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, mkamateni. Ule mkono wake aliounyosha ukakatika, wala haukuweza kurudi kwake tena. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahu yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsihi sasa Bwana Mungu wako ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu, ujiburudishe, nami nitakupa thawabu. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana kusema, usile chakula chochote, wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyojia. Basi akaenda zake kwa njia nyingine, wala hakurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Baba, katika jina la Yesu na kushukuru na kuinua, nakupa sifa na utukufu ni kwa ajili ya wakati na majira haya. Mungu wangu, ninakushukuru ni kwa ajili ya wanao. Enda Bwana ukashuke sasa, ukatuhudumie jinsi upendavyo, vile ulivyopanga kutupa mchana wa leo, ukaviachilie kwa ukamilifu. Kwa jina la Yesu niomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kutimiza maagizo. Kama tulivyosoma yale maandiko, ni kwamba kunaye mtu aliyetoka katika Yuda
ambaye alikuwa ametumwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na akafika Betheli. Maana mji wa Betheli ulikuwa na madhabahu ambayo haikumpendeza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika ile madhabahu kuna vituko vingi vilikuwa vikifanyika mahali pale. Ndiposa Mungu akiwa mbinguni akaona na akachukizwa. Bwana Yesu asifiwe. Na akaweza kuinua mtu ama mtumishi kutoka Yuda ili kwamba akaweze kusafiri kutoka Yuda akafike mpaka Betheli ili kwamba akaweze kuonya wale wanaosimamia ile madhabahu. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu huyu wa Mungu alipewa maagizo akaweze kuyafikisha katika mji wa Betheli. Bwana Yesu apewe sifa. Tusimame hapo. Zamani kule kwetu kulikuwa na fundi wa baiskeli. Amen. Yule mtu ama yule fundi wa baiskeli akatuma kijana kutoka kwetu kule Songoni. Bwana Yesu apewe sifa. Anaitwa nani? Naomi Nyakundi. Unajua Nyalani. Amen. Ukifika Nyalani unateremka ile mteremko unaenda Songoni. Huko ndiko kwenye boma letu kubwa. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kulikuwa na fundi wa baiskeli. Fundi wa baiskeli wakati ule ili kwamba azibe kiraka ambacho tairi ya baiskeli imepata, kulikuwa kuna gamu ilikuwa inaitwa solution. Amen. Zamani zile ile gamu ilikuwa inaitwa solution. Sasa huyu mtu akapewa maagizo ya kwamba aende kutoka Songoni mpaka afike Kaloleni town ili kwamba akaweze kumnunulia fundi ile gamu iliyoitwa solution kwa kizungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sababu alikuwa amepewa maagizo, hakutaka akaweze kumkosea mwenye amempa maagizo, na akamua ya kwamba aende kutoka Songoni mpaka Kaloleni akilitaja lile neno asije kalisahau, na akaweze kutimiza ile maagizo aliyopewa ya kwamba akachukue solution na akaweze kuifikisha kwa mwenye amemtuma. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Tumesoma maandiko tukaambiwa ya kwamba huyo mtu aliagizwa na Mungu ya kwamba akapeleke habari Betheli, kwa sababu alafu akaambiwa ya kwamba akipeleka hizo habari ahakikishe hata kula, hata kunywa, wala hata rudia ile njia ambayo ameendea. Bwana Yesu apewe sifa. Maagizo aliyopewa. Sasa huyu kwa sababu alikuwa hataki akose kufikisha ile solution kwa yule mtu ambaye amemtuma, akaenda akiimba solution mpaka alipofika katikati akaona kitu cha kumshangaza. Bwana Yesu apewe sifa. Na akaangalia, akashangaa, akasahau ile neno solution. Sasa akatoka mahali pale akaendelea na safari kuelekea Kaloleni, akawa sasa amebeba neno location. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na likamfanya akaweza kukosea ama akaweza akakosa kutimiza yale maagizo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Mungu akawa upande wake. Alipofika katika lile duka akamweleza mwenye duka ya kwamba nimetoka Songoni, lakini nimetumwa location. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na yule mwenye duka akamshangaa, akaona sasa huyo anasema nini? Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu pia naye alimhurumia, maana alionekana ni mtoto ama alionekana haelewi, akaona ni lazima akaweze kumsaidia ili kwamba atakaporudi akaweze kuwa na kile kitu kamili alichotumwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na akang'ang'ana kumuuliza, umetumwa nini? Akamwambia nimetumwa location. Umetumwa location ya wapi? Akasema nimetumwa location ya Songoni. Bwana Yesu apewe sifa. Na kumbe Songoni ni sub location. Bwana Yesu apewe sifa wakati ule. Lakini yule mtu akamwangalia kwa uzuri, akamhurumia, na akamuuliza mwenye amekutuma anafanya kazi gani? Akamwambia ni fundi wa baiskeli na alikuwa anakwenda kuziba pancha. Bwana Yesu apewe sifa. Yule mtu akajua huyu hajatumwa location lakini ametumwa solution. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo tuna kazi ngumu katika kuyatimiza majukumu ama maagizo. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tukaweze kuwa makini tunapoyatimiza maagizo tunayopewa. Bwana Yesu apewe sifa. Maagizo yanayotoka katika Biblia ni mengi. Tunapewa maagizo kutoka kwa Biblia kutupitia watumishi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini je, ni agizo gani ambalo lilipewa hata moja ambalo lilitimiza? Bwana Yesu apewe sifa. Mchana wa leo ndio ukajiulize ni agizo gani ambalo lilipata, ambalo lilipewa na ukakosa kulitimiza. Labda ulichanganyikiwa na vitu vya njiani ukakosa kutimiza hilo agizo. Na mchana wa leo ukaweze kulisikia hili neno kwa umakinifu ili kwamba ukaweze kurekebisha na ukafikiria ni wapi ambapo
ulisikia maagizo, ulipewa maagizo na hukufanya. Bwana Yesu apewe sifa. Tumishi Florence akasimama wiki iliyopita akatupa maagizo ya kwamba siku ya leo tukasimame na nyumba ya mchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wale wametenda na kuna wale hawajatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini inawezekana ni kwa sababu ya mapato yako tofauti. Lakini kile cha msingi mchana wa leo, nataka nikwambie mpendo ya kwamba tunapopewa maagizo tuhakikishe tunayatimiza. Bwana Yesu apewe sifa. Maana ujumbe wetu unasema kwamba tukatimize maagizo. Bwana Yesu apewe sifa. Mtu huyu wa Mungu alipotumwa kutoka Yuda kwenda Betheli, ni kwamba alipewa maagizo akasende katika madhabahu yale ambayo Mungu ametaka akayanene. Bwana Yesu apewe sifa. Na alipofika akayanena kwa nguvu sio ya kawaida, maana si yeye aliyekuwa ananena ndani yake, lakini ni Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana aliyechukizwa si yule mtu wa Mungu, lakini ni Mungu mwenyewe aliyechukizwa. Bwana Yesu apewe sifa. Yale yaliyokuwa kitendeka katika madhabahu ni kwamba hayakuwa ya kumpendeza Mungu. Ndiposa Mungu akakasirika hata akaweza kumtuma yule mtu ili kwamba akaweze kupeana tahadhari. Bwana Yesu apewe sifa. Na ujumbe ukasema kwamba wale makuhani wakuu wa ile madhabahu walikuwa nakodolewa na hatari ya kuangamizwa. Maana sauti ilitoka katika ule mtu wa Mungu kusema kwamba madhabahu, kunaye mwana atazaliwa katika Daudi, katika mji wa Daudi, naye ataitwa Yosia, na atasimama katika madhabahu haya ili kwamba kaweze kuwakata vichwa makuhani wote wa sehemu ya juu. Bwana Yesu apewe sifa. Makuhani wote wa ngazi za juu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana hao makuhani wa ngazi za juu ndio waliosababisha ile madhabahu ikaweze kutajwa na mambo machafu. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo Mungu alipokasirika akaagiza ya kwamba habari zikaweze kufika katika ile madhabahu. Na ilipofika katika yule mtu wa Mungu alipofika katika madhabahu sawa na kuhani mkuu, mfalme wa ile nchi aliyoitwa Rehoboamu, Bwana Yesu apewe sifa, alikuwa akifukiza uvumba masaa na majira yale mtu wa Mungu alipofika. Na habari ilipofika, nilipokuwa nikilisoma hili neno nikakumbuka yule mama asiye mshirika aliyekuja akalia katika haya madhabahu. Yesu apewe sifa. Maana huyu mtu wa Mungu aliyetumwa kutoka Yuda hakuwa mshirika wa ile kanisa, hakuwa mshirika wa ile madhabahu, lakini akafika ili kwamba akaweze kupeleka ujumbe. Bwana Yesu apewe sifa. Na alipoongea hayo maneno, yule kuhani aliyekuwa katika zamu wakati ule akifukiza uvumba katika ile madhabahu, ni kwamba hayo maneno yalimchoma moyo sana, maana yalikuwa ni tangazo la kifo kwa ajili yake na makuhani wenzake. Bwana Yesu apewe sifa. Na akasikia kuumwa sana, kiwango cha kuamrisha ya kwamba mtu huyo wa Mungu akashikwe, ili kwamba kama ni adhabu akaweze kupata adhabu kwa ajili ya habari hizo za kupotosha alizozileta katika madhabahu hili. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu alikuwa ni Mungu anayenena ndani yake, yule kuhani mkuu aliponyosha mkono wake, maandiko yanasema kwamba ule mkono ulikatika na haukurudi tena. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu aligundua ya kwamba mwenye ameleta habari anatumiwa na Mungu aliye hai, ikabidi ashuke chini na akamwambia mtu wa Mungu, sasa basi mwambie Mungu wako unayemwabudu, ukanililie mbele zake ukamuombe ya kwamba akaweze kuniregeshea huu mkono wangu. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa sababu yule mtu hakuwa na dhambi, hakuwa na makosa, hakuwa na hasira na mtu yote, akamwomba Mungu wa mbinguni. Na kwa sababu Mungu alitaka kudhihirisha ya kwamba ni yeye ndiye aliyemtuma huyo mtu, ule mkono kaweza kumrudia yule kuhani aliyemfalme. Bwana Yesu apewe sifa. Na akaweza kurudi sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaelekea polepole mpaka tufike kwa ujumbe. Kama vile tulivyosoma ni kwamba ujumbe wetu ni kutimiza maagizo. Bwana Yesu apewe sifa. Na yule mfalme, yule kuhani alipoona ya kwamba mkono umerudi, akaona ya kwamba huyu kumbe si mtu mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Maana hata ameniombea kwa Mungu na mkono wangu umerudi. Akajishusha chini na akamwambia kwamba sasa twende kwangu tukale ukaburudike na pia nikupe thawabu. Bwana Yesu apewe sifa. Labda kwa lugha nyingine nisema kwamba na pia ampe malipo kwa ajili ya kumregeshea mkono wake. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu huyu mtu wa Mungu amepewa maagizo ya kwamba anapofika afikishe ujumbe na asile, asinywe, wala hata njia aliyotumia kwenda asiweze kurudia hiyo, akaweza kukataa. Bwana Yesu apewe sifa. Akatunza maagizo
Bwana Yesu apewe sifa. Na akayatimiza kwa wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na alipomaliza kumwambia kwamba hata nusu, utaponipa nusu ya nyumba yako, utaponipa nusu ya ufalme wako, sitaweza kukaa pamoja na wewe, sitaweza kunywa na kula pamoja na wewe. Mtu huyu wa Mungu aling'ang'ana kukataa, kwa sababu alikuwa anataka ayatimize yale maagano, alitimize lile agano lake na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maana labda kwa ufahamu alikuwa anajua kwamba asipotimiza agano aliloagana na Mungu, ni kwamba labda kulikuwa na hatari ingemkodolea macho. Bwana Yesu apewe sifa. Na akakataa, na alipokataa na yule kuhani alipomruhusu akatoka. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Akalitimiza agano. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini nataka nikulete mahali kwingine kwa tahadhari tunapopewa maagano na Mungu na tunapoyafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko sehemu nyingine kasema kwamba kunao manabii wa uongo. Bwana Yesu apewe sifa. Ambao walikuwako na hata sasa labda wako na hata pia watakuwako. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo nakupatia tahadhari, ijapo umepewa maagano ama ijapo umeagana na Mungu kufanya mambo fulani katika kanisa la Mungu, katika maisha yako ya kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana ukawa uko na maagano fulani na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na unang'ang'ana kwa bidii zako zote ili kwamba ukaweze kuyatimiza hayo maagano. Bwana Yesu apewe sifa. Umejitoa katika hali na mali, umejitoa katika maombi, umejitoa katika kila kitu ili kwamba ukaweze kuyatimiza hayo maagano. Bwana Yesu apewe sifa, ambayo umeweza kuagana na Mungu. Lakini nataka nikufahamisha kwamba kunao manabii wako katikati yetu ambao hutumwa na kujituma ili kwamba wakahakikisha kwamba yale maagano yako wewe na Mungu hautaweza kuyakamilisha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na tunaona kwamba mtu huyu alipoenda zake ni kwamba mahali wakati ule alipokuwa akiyanena yale mambo, akiyafanya yale mambo yote ambayo Mungu alikuwa amemtuma, ni kwamba kulikuwa na wa nabii mmoja anayeitwa nabii mzee. Bwana Yesu apewe sifa, ambaye alikuwa anaishi katika hiyo Betheli pia, lakini alikuwa mbali na hayo madhabahu kiasi. Lakini wanawe waliosikia hizo habari ni kwamba waliweza kumfikishia habari baba yao. Bwana Yesu apewe sifa. Na baba yao akataka kujua zaidi huyu mtu ni mtu wa aina gani. Bwana Yesu apewe sifa. Na akaelezwa na wanawe vizuri, na akawauliza amepitia njia gani akirudi. Bwana Yesu apewe sifa. Na wakamwambia kwamba amepitia njia fulani akirudi. Bwana Yesu apewe sifa. Na alipopata hiyo habari kamili, yule nabii mzee akawaambia wanawe wamtandikie punda ili kwamba akaweze kumfuata yule mtu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na akatandikiwa punda na akamfuata. Alipomfuata akaenda akampata mahali anapumzika jua. Nafikiri huo wakati alipopeleka hizo habari huyo mtu wa Mungu, ulikuwa na wakati kama huu huwezi kutembea hapa mpaka laiti pasipo kuangalia mahali kwa kivuli upumziki. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa akatembea akafika mahali akaweza kukaa chini ya mti ulioitwa mti wa mwaloni ili kwamba akaweze kupumzika jua. Bwana Yesu apewe sifa. Asijue ya kwamba kuna mtu anamfuata. Bwana Yesu apewe sifa. Na yule nabii mzee akafuliza hata akampata amepumzika katika huo mti, na akamuuliza, je, wewe ni yule mtu uliyetoka Yuda? Akamwambia, ndio mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuunganisha sasa na manabii wa uongo. Bwana Yesu apewe sifa. Ambapo sasa ni ukachukue tahadhari ili kwamba yale maagizo unayotaka kuyatimiza ukayatimize, usiwe na kikwazo cha aina yoyote. Bwana Yesu apewe sifa. Maana tuko katika safari ya kwenda mbinguni, na safari hii tunaambiwa kwamba si rahisi. Kunayo misukosuko ya kila aina. Misukosuko mingine tutaipata sisi wenyewe, lakini kunayo misukosuko utaletewa na watu ambao wanataka kukuletea misukosuko. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ni lazima ukasimame imara ili kwamba ukaweze kuyatimiliza yale maagizo uliopewa na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na alipohakikisha ya kwamba ni yeye ndiye aliyetoka Yuda na akaja Babeli kwa ajili ya kupeleka ujumbe, akamwambia, basi kama ni wewe, na kuomba turudi kwangu, ukale, unywe, upumzike, alafu utaendelea na safari yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya.
sauti ya kiungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sauti ya kubembeleza. Bwana Yesu apewe sifa. Imetufanya katika nyumba ya Mungu, labda tunapungua ama wengine wanaacha kanisa, sauti za kubembeleza. Bwana Yesu apewe sifa. Sauti za kuvunja maagano yetu na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na akambembeleza, lakini mtu wa Mungu akasimama na msimamo mmoja wa kwamba sitarudi, maana hayo yote nimeagizwa na mwenye kuniagiza ni sauti ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na ameniambia kwamba nisije nisinywe, na hata njia niliyoitumia kuja nisitumie hiyo kurudi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Lakini nabii mzee akasimama na uzee wake na akamwambia kwamba hata mimi pia ni nabii kama wewe, na hivi nimekufuata kutoka kule nikotoka. Si kwamba nimekuja kichwa changu, lakini hata mimi pia sauti ya Bwana imenijia. Bwana Yesu apewe sifa. Na ni urudi tukale, unywe, upumzike, baadaye utaendelea na safari yako. Bwana Yesu apewe sifa. Habari kama hizo zikifikia mtu kama mimi, napatikana. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Maana mambo nakuda sana. Amen. Yani nitembee kutoka Kikambala nifike huko nije nilete ujumbe, alafu bado nitembee tena kutoka huko mpaka Kikambala, maana ndo kwetu, alafu niende bila maji, bila kula. Bwana Yesu apewe sifa. Napatikana maana siwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mtu wa Mungu naye akateteleka, akapatikana. Bwana Yesu apewe sifa. Akarudi, na yale yote ambayo ameyatabiri pale yakabidi yamrudie. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Hivyo tukaangalie maisha yetu, tunaenda kwa mipango gani? Tunaishi kwa mipangilio gani? Je, maagizo tunayopewa na Mungu tunayatimiza? Bwana Yesu apewe sifa. Ama tunahangaishwa na wajumbe wasioeleweka mbele ama nyuma? Bwana Yesu apewe sifa. Mjumbe anayetoka mahali hata hujua ametoka wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Anakuja na kupatia maneno ya kukuleta karibu na dhambi, na kwa sababu ameipaka mafuta inameremeta, inaonekana kuwa na uungu ndani yake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Unalegea, unaisha. Bwana Yesu apewe sifa. Na unatenda lile jambo ambalo linaonekana kuwa la kiungu, lakini si la kiungu. Bwana Yesu apewe sifa. Labda unaweza kufikia kwamba ninanena maneno yangu juu ya huyu nabii mzee, lakini naomba tu tukasome hicho kifungu ili kwamba tukahakikishe pamoja. Mlango wetu ni huu wa 13, tutaruka tu kifungu cha 14 mpaka 18. Bwana Yesu apewe sifa. Kifungu cha 14 mpaka 18 kinasema hivi: akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni, akamwambia, je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe, wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula, wala sinywi maji pamoja nawe hapa. Kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana, usile chakula wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile uliyejia. Akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe, na malaika akaniambia kwa neno la Bwana, usema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako, ale chakula, akanywe maji. Bwana Yesu asifiwe. Kama unasoma pamoja nami, kale kama mstari wa mwisho anasemaje? Lakini anasema uongo. Bwana Yesu apewe sifa. Manabii wa uongo. Anasema kwa sauti ya Bwana, kwa neno la Bwana, akaniambia kwa neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako, ale chakula, akanywe maji. Lakini alisema uongo. Nabii mzee akasema uongo kwa nabii mdogo, ili kwamba akaweze kuteka akili zake na mawazo yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kazi katika nyumba ya Mungu, wapendwa, ya kwamba tukaweze kujihadhari na
manabii hawa wa uongo. Inawezekana tukawa tuko nao katikati yetu, lakini hatuwajui. Bwana Yesu apewe sifa. Na wanapotujia, wanatujia kwa lugha nzuri, lugha ya kitakatifu, lugha ya kutuinua mbele za Bwana, lakini kumbe wanatuangusha. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo tukamwombe Mungu wa mbinguni akaweze kutupa roho ya upambanuzi ndani yetu, ili kwamba tukaweze kuzipambanua kila roho zinazotujia. Bwana Yesu apewe sifa. Ili kwamba tukaweze kupata nafasi ya kuweza kusimama kutimiza kila maagizo ambayo tunayapewa na Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Tusiweze kuyumbishwa, maana safari tulionayo ni ndefu. Unawezekana unapotoka mahali hapa ukapatana nao katika njia yako, katika biashara yako, katika kazini kwako. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kamwombe Mungu wa mbinguni wakaweze kukuachia. Kama huyu mtu ametumwa na Mungu na alithibitisha kwamba alitumwa na Mungu na bado akajaribiwa, ameandikwa katika Biblia na bado amejaribiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi ni akina nani tukakose kujaribiwa, tusipate kujaribiwa? Hivyo ni lazima tukaweze kumwomba Mungu, tukaweze kusimama imara, tukainende na mapenzi ya Mungu. Kiongozi baada akasema kwamba akatamani kukaa katika neno siku zote, na siku moja neno likamuokoa. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ni lazima neno la Mungu likakae ndani yetu kwa wingi, kama vile Yesu Kristo alivyojaribiwa katika jangwa. Ni kwamba shetani alimfuata na majaribu, hata naye akabadilisha maandiko. Shetani akaweza kumbadilishia maandiko Yesu na akamwambia imeandikwa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini lazima tukaweze kulijua neno la Mungu jinsi linavyoenda, ili kwamba hata adui ajapo na kupitia maandiko tukaweze kumpatia andiko mbadala, ili kwamba tukaweze kushinda. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaweze kumpatia andiko litakaloweza kumshinda, maana neno limebeba kila majibu. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza ukapewa jaribu kupitia maandiko na pia ukalishinda kupitia maandiko. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo mtu huyu wa Mungu kama angelikuwa ameshiba neno la Mungu, ni kwamba asingeweza kumshinda yule nabii mzee, lakini kwa sababu labda alikuwa hajakomaa, maana ametajwa kama nabii mdogo. Bwana Yesu apewe sifa, ndipo akaweza kuingia kwa mtego. Lakini mchana wa leo tukalishike hili neno la Mungu, ili kwamba katika kila jaribu litakalotujia mbele zetu tukaweze kulishinda. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na tutakuwa imara kila wakati. Bwana Yesu apewe sifa. Kila tutakapoingia na kutoka, tutauona mkono wa Mungu ukitupigania. Bwana Yesu apewe sifa. Kila jambo tutakalolifanya litaenda kufanikiwa, maana tumetimiza maagano yetu na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana ikawa umeagana na Mungu wako ya kwamba unapokaa katika ulimwengu huu, ujapokaa katika ushirika huu, utakuwa na ahadi. Umeagana na Mungu ya kwamba kila mwaka labda utamhubiria mtu mmoja kumleta katika ufalme wake. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo itakuwa ni kazi rahisi, lakini bado ni kazi ngumu. Bwana Yesu apewe sifa. Kutafuta roho moja kuanzia Januari mpaka Disemba inaweza kuonekana kuwa ni rahisi. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu ya manabii wazee waliobobea neno, watakapopita mbele yako wakakuambia maneno ya kukuvunja moyo, hata huyo mtu mmoja ukashindwa kumhubiria. Bwana Yesu apewe sifa. Hivyo ni lazima tukaweze kulibeba hili neno la Mungu kwa wingi ndani yetu, ndiposa tutakapo yatimiza maagizo ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana ukawa umesema kwamba kila Jumapili utamtolea Mungu shilingi 100. Bwana Yesu apewe sifa, kwa ajili ya kikapu. Lakini inawezekana Januari imeanza mpaka imefika leo haujalitimiza hilo agano. Bwana Yesu apewe sifa. Si kwamba huwezi, unaweza. Lakini labda kuna manabii wamekufuata, wamekutia maneno. Kwani wewe ni nani mpaka utoe kila Jumapili utoe 100? Bwana Yesu apewe sifa. Wamekutia maneno mpaka umevunjika moyo. Wakati mwingine mchungaji akatuambia kwamba kuna mshirika kanisa lingine ambaye alikuwa kila akisimama kupeleka sadaka anavutwa nyuma. Bwana Yesu apewe sifa. Kama kule wako, inawezekana pia hapa wakao wako. Bwana Yesu apewe sifa. Wanaokuvuta nyuma, hawakuvuti nyuma marinda, lakini wanakuvuta nyuma kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana tunaambiwa kwamba unapolisoma neno la Mungu, labda matoleo yamegawanywa makundi. Kuna yale ya lazima na kuna yale ambayo si lazima. Bwana Yesu apewe sifa. Na unaposikia maneno kama hayo unarudi nyuma. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kama ni agano lako wewe na Mungu wako, ni lazima ukalitimize, ili kwamba wakati wa Mungu unapofika, Mungu akaweze kukupigania. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kila jambo ambalo umeagana na Mungu, pendwa, tena wa leo, wacha ukufikirie, ukatafakari na ukachukue hatua ya kulitimiza. Bwana Yesu apewe sifa.
ili utakapotimiza, Mungu akiwa katika kiti chake cha enzi akaweze kucheka ni kwa ajili yako, kama tulivyoambiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu akaweze kufurahia ni kwa ajili ya kutimiza maagano yako na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ukaweze kutimiza maagano yako, yale yote ambayo umeagana na Mungu katika madhabahu hii, ukaweze kuyatimiza. Labda si katika madhabahu haya, lakini umeagana na Mungu, nenda kayatimize. Yale ambayo nakwambia usiweze kuyatimiza, labda ni maagano yako wewe na mganga. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kama ni maagano yako wewe na Mungu aliye hai, wacha ukayatimize, ili kwamba Mungu akasimame kwa zamu yake akikutetea na kwa ajili ya maisha ya sasa tunayoishi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nikiwa na matumaini ya kwamba hakuna aliyelala na neno hilo limepita, mmepata, mmepokea. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hayo machache Mungu awabariki.